Raisi wa wananchi Engineer Hersi Said na baadhi ya viongozi wa wananchi, na huyo alipita ni kocha Fountain Gate, na mnavyo wakizungumza na shabiki huyu mkongwe kabisa wa wananchi, bibi ambaye ana umri wa miaka 98, ambaye ameanza kuishabikia au kuwashabikia wananchi kipindi kirefu sana toka yuko shule ya msingi Zizo, kuna darasa la kwanza mpaka darasa la 4. Bibi anakuambia yeye alianza kuwashabikia wananchi akiwa darasa hilo la 6, wanasema la 6, lakini kwa kipindi hicho ilikuwa ni darasa la 4. Kwa hiyo unaona ni namna gani ambavyo kuna mashabiki ambao ni wakongwe, wanavifahamu vilabu hivi vizuri kabisa kwa undani, na hata ukienda kuzungumza na bibi huyu anaweza kukupa madini mengi sana. Ndivyo ambavyo inaweza ikawa. Lakini pia bibi huyu ambaye ni shabiki wa wananchi, kitu ambacho kimenifurahisha kwake kabisa namna ambavyo alikuwa akizungumza na rais wa klabu ya wananchi, na kile ambacho alikuwa akieleza ya kwamba kazi aliyokuwa anafanya. Kwa hiyo vijana bwana, tufanye mazoezi kwa ajili ya afya zetu. Bibi unamwona bado yuko ngangari, bado yuko imara licha ya kuwa na umri wa miaka 98, kwa sababu tu alikuwa ni mtu wa mazoezi, kwa ni askari magereza. Kwa hiyo utapata picha alikuwa ni mtu wa mazoezi, ndio maana tunamwona yuko imara. Bibi miaka 98 bado kasimama. Ni kitu pia cha kujisifu kwa upande wa wananchi, wana shabiki ambaye ni mkongwe toka enzi hizo miaka 98 na bado kasimama, yuko imara. Vijana chukueni picha hiyo na mfanye mazoezi kwa ajili ya afya yenu. Lakini pia kwenye upande wa soka ni kitu kingine ambacho cha kujifunza. Siku zote historia zinawekwa na historia zinaandikwa. Ukienda kwa bibi huyu anaweza kukupa historia nyingi sana za upande wa klabu ya Yanga ambao wanajiita wananchi. Huyu ni Ali Shabani Kamwe akizungumza na rais wa klabu ya wananchi, lakini pia Isa Mbuzi Liponda ambaye ni afisa habari wa klabu ya Fountain Gate akizungumza na rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said. Nini ambacho wanazungumza haswa, anampa madini gani? Naona Isa Mbuzi anatikisa tu kichwa kuitikia namna anakipata vizuri kile ambacho rais anamwambia na kile rais ambacho anamuelekeza. Sijui ni nini ambacho anamuelekeza zaidi, lakini nikukumbushe tu kwamba Engineer Hersi Said ni mtu ambaye anapenda sana vijana na ana support sana upambanaji wa vijana. Huenda labda hichi ambacho anazungumza naye hapa kuna kitu anamuelekeza afanye nini, labda anaweza akatua pale Twiga na Jangwani siku moja, tunaweza tukashuhudia hilo au ni nini. Lakini pia namna ambavyo anamuelekeza, sijui ni issue za mpira, sio kutamwambia bwana golikipa achana naye tu, zile press ulikuwa uzione, angalia namna ambavyo mpira ulikuwa unaenda, angalia namna ambavyo wachezaji wangu walikuwa wanaenda kufanya pressing, angalia namna ambavyo ambia mpira ndivyo ambavyo ulivyo. Mwana Isa Mbuzi Liponda, naona kuna kitenge hapa ambacho kimeletwa na shabiki huyu wa Yanga, nadhani ni kwa ajili ya kumkabidhi bibi huyu ambaye ni shabiki wa wananchi bwana, wakati bado rais Engineer Hersi Said akizungumza na mashabiki na Isa Mbuzi Liponda katika ardhi hii ya Babati, mkoa huu wa Manyara, katika dimba hili la Tanzanite kwa basi ambalo kwa msimu wa 2024-25 imepata neema sana kwa ligi kuu soka Tanzania bara, michezo kadha wa kadha ambao Fountain Gate amekuwa ndiye mwenyeji. Haijalishi kwa senior timu, haijalishi kwa vijana, haijalishi kwa upande pia wa timu ya wanawake, wamepata neema kupata timu ambayo inashiriki ligi kuu soka Tanzania bara, ligi kuu ya wanawake, lakini pia hata upande wa under 20 na under 17 pia kwa klabu hii ya Fountain Gate ambayo imeamua kuweka uwanja wa Tanzanite kwa huwa uwanja wao wa nyumbani kwa msimu wa 2024 2025 2025 Blessed Tanzanite kwa raha Babati Manyara. Kwa muda mrefu sana hawajapata neema ya kupata timu ambayo inashiriki ligi kuu soka Tanzania bara, lakini kwa msimu huu wameweza kupata neema hiyo ya timu ambayo inashiriki ligi kuu soka Tanzania bara. Na ndio maana unaona dimba hili halijalishi ni timu gani inacheza, umekuwa ukijaa licha kwamba ni mdogo kwenye upande wa ujazo wa mashabiki, lakini wamekuwa wakijaa katika dimba hili. Ilikuwa ni neema sana na ilikuwa ni wakati mzuri sana kama Remo Digital pamoja
ana vika 7 kuwepo katika ardhi hii ya Manyara, dimba hili la Tanzanite kwa raha hapa Babati. Hadi wakati mwingine, endelea kukaa karibu na sisi ili kuweza kupata update zote za kile ambacho kinaendelea kwenye upande wa soka. Haijalishi ni hapa nchini Tanzania, barani Afrika au huko Ulaya na mabara mengine yote kote ulimwenguni. Kwa habari za michezo, endelea kukaa karibu na sisi. Timo Digital bwana, unaambiwa dunia kiganjani mwako. Hivyo ndio ambavyo naweza kukuambia. Lakini kwenye mitandao yangu ya kijamii unaweza kunipata kama official Vika 7 pale Instagram pamoja na TikTok. Facebook pale ni Vika 7. Vika kama Vika then unaandika 7 ile maneno, inakuwa njema sana. Tunaweza tukaendelea kubadilishana mawazo mawili matatu huko, lakini pia kuendelea kuhabarishana pia kupitia mitandao yangu ya kijamii. Lakini sehemu pekee ambako unaweza tukazipata zile zote za kimichezo ni hapa katika akaunti hii au katika page ya ukurasa huu au katika akaunti hii ya Remo Digital. Kwa anakimbilia golini kwetu. Wakiajenga pale namna inatia faraja kwa kijana mdogo msemaji wa Fountain Gate Issa Mbuzi kuzungumza na rais wa klabu ya Young Africans Engineer Els, kiongozi mwenye uzoefu mkubwa katika masuala haya ya soka, akijaribu kumjenga lipi na lipi azidi kuboresha ili azidi kuwa kiongozi mkubwa katika mpira, na hao ndio viongozi ambao wanatakiwa kutoa taswira au dira lile kwa vijana ambao upcoming katika tasnia ya mpira wa miguu. Issa Mbuzi akipata madini kwa mwenyekiti wa vilabu barani Afrika Engineer Said, lakini pia ni rais wa Young Africans. Yuko bibi pale ambaye amevalia jezi ya Young Africans, bila shaka ni mwananchi kindaki wa Young Africans. Kutoka hapa uwanja wa Tanzanite kwa raha ambao mchezo umemalizika wa ligi kuu soka Tanzania bara kati ya Fountain Gate na Young Africans, na Young Africans kuondoka na alama 3 na ushindi wa mabao 4. Kipiga story, bila shaka story bwana engineer akizidi kumpa mawili matatu kijana Issa Mbuzi. Hapo nishakwambia kila siku. Bwana rais wa klabu ya Young Africans na kocha wa Japan, lakini kuna bibi ambaye amevaa jezi ya Young Africans wananchi, na ni jezi ya msimu wa nyuma kidogo, lakini akiambatana na rais wa klabu yake ya Young Africans ambaye ametoka naye. Bibi bila shaka ni mwananchi kidakidaki. Rais kwa heshima ni mtu ambaye anathamini wanachama waandamizi kama unaona ametoka naye pale. Tujaribu kupata mawili matatu kutoka kwa bibi. Wasemaji wa timu hizi Young Africans, mwenyekiti Ali Shabani Kamwe na Issa Mbuzi wakiongozana. Mwenyekiti bwana Ali Kamwe akiwa na kijana wake Issa Mbuzi. Issa Mbuzi bwana akimsalimia rais wa klabu ya wanakumbushana story bwana, ndio huyu beki ambaye kwenye mechi zetu zile alikuwa ananipa magoli sana, akimpongeza msemaji wa Fountain Gate baada ya kupigwa mabao 4 kwa 0, rais wa klabu ya Young Africans akijaribu kumpa mawili matatu, akiwa na msemaji wa Young Africans Ali Shabani Kamwe wakijadili mchezo, lakini wakijaribu kuteta mawili matatu. Bwana ndio football. Issa Mbuzi unabidi ukomae, umekutana na Young Africans timu kubwa, wakikumbushana na stori zao za muda bwana, kati ya timu ya waandishi wa habari Issa Mbuzi akiwa anacheza namba 2 akikutana na Engineer Els akiwa striker. Kimwambia bwana huyu ndo alikuwa anankaba, baada ya kukimbilia golini kwao anakimbilia golini kwetu. Wakiajenga pale namna inatia faraja kwa kijana mdogo msemaji wa Fountain Gate Issa Mbuzi kuzungumza na rais wa klabu ya Young Africans Engineer Els, kiongozi mwenye uzoefu mkubwa katika masuala haya ya soka, akijaribu kumjenga lipi na lipi azidi kuboresha
ili azidi kuwa kiongozi mkubwa katika mpira, na hao ndio viongozi ambao wanatakiwa kutoa taswira au dira lile kwa vijana ambao upcoming katika tasnia ya mpira wa miguu. Issa Mbuzi akipata madini kwa mwenyekiti wa vilabu barani Afrika Engineer Said, lakini pia ni rais wa Young Africans. Yuko bibi pale ambaye amevalia jezi ya Young Africans, bila shaka ni mwananchi kindaki wa Young Africans. Kutoka hapa uwanja wa Tanzanite kwa raha ambao mchezo umemalizika wa ligi kuu soka Tanzania bara kati ya Fountain Gate na Young Africans, na Young Africans kuondoka na alama 3 na ushindi wa mabao 4. Kipiga story, bila shaka story bwana engineer akizidi kumpa mawili matatu kijana Issa Mbuzi.